Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezionya baadhi ya taasisi za umma zinazokwamisha utekelezaji wa majukumu ya wakaguzi wa ndani wa hesabu za serikali, hali inayochangia ongezeko la vitendo vya rushwa na upotevu wa fedha za umma unaosababishwa na matumizi mabaya ya fedha hasa zinazokusudiwa kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Maneno hayo yamezungumzwa na Waziri wa Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Simbachawene, aliyemwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 3 wa wakaguzi wa ndani wa taasisi za umma kutoka Tanzania bara na visiwani. Kada hii ya wakaguzi wa ndani, na kwa hivyo wanaomba kuwa na sheria yao ambayo itasema majukumu yao, lakini pia wanataka miundo pia ya kiutumishi iwatambue kwa nafasi zao za kushauri katika level zote, kwa sababu baadhi ya taasisi au wakuu wa taasisi wanawaona hawa wakaguzi wa ndani kama wachokonozi wa mambo yao. Wanaona wakaguzi wa ndani kama ni watu kama wageni hivi hawapaswi kuwepo kwenye taasisi, kwa sababu wanataka kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo kuna wale wasiokuwa na nia njema, tuseme wale wanaotaka kufanya mambo ya rushwa, wanataka kutumia vibaya hela za serikali, ni dhahiri hawawezi kuwapenda hawa wakaguzi wa ndani, kwa sababu wakaguzi wa ndani ni jicho la mwenye taasisi, ni jicho la umma, ni jicho la Watanzania, kwamba mambo yaende sawa. Hiki akiendi sawa anashauri kabla CAG hajaja kukagua. Kwa hiyo hayo ni mawazo mazuri, na mimi kama kiongozi niliyemwakilisha katika kufungua mkutano huu wa Mheshimiwa Rais, nimesema tunayachukua na nimewaelekeza wahusika, kwa maana Katibu Mkuu Utumishi, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na wote wanaohusika akiwemo na msajili wa hazina, wajaribu kuangalia, na wao wenyewe wana tasnia hii, wajaribu kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya katika kurekebisha hizo sheria, ili kazi ya wakaguzi wa ndani iweze kufanyika kwa malengo na madhumuni ya uwepo wao kama kada muhimu katika serikali, lakini pia hata katika private sector pia hawadau wanakuwepo kwa ajili ya kuonyesha pale ambapo panavuja au pana tatizo. Ili serikali ipate kuaminika na wananchi ni pale ambapo fedha iliyotengwa kwa ajili ya jambo fulani imetumika kwa ajili ya jambo lile. Wakaguzi wa ndani hawa ndio jicho la ndani la taasisi. Wanapozuiwa kufanya majukumu yao, kwa baadhi ya taasisi wanapozuiwa kufanya majukumu yao, tayari unaanza kupata wasiwasi kwamba kuna jambo baya ambalo linafikiriwa pale kufanyika, au kuna jambo ambalo lifanyika. Na ndio maana kama kuna accounting officer ambaye anamsikiliza mkaguzi wa ndani, hawezi kupata hati yenye mashaka au hati chafu, atapata hati safi. Na kwa hiyo mkaguzi wa serikali akija pale, kwa maana ya CAG, akija kikagua, atakuta kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo rai yetu kama serikali, na kwa kweli ndivyo sheria inavyotaka, ni kuhakikisha kwamba hata CAG anapofika kukagua, wale watu wa CAG kwanza wapate ripoti ya mkaguzi wa ndani na waanze na kikao kile cha kwanza, lakini pia wanapomaliza hata ukaguzi pale, mkaguzi wa ndani pia aweze kushirikishwa, ili waweze kukubaliana au kutokubaliana katika yale ambayo CAG ameweza kuyaona. Sisi kama taasisi ya wakaguzi wa ndani mara nyingi tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na wakaguzi wa ndani wa sekta ya umma na kujua changamoto zao na nini cha kufanya tuweze kuwasaidia. Na mara nyingi sana pia nikisema kila mwaka ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu inapotoka, sisi kama wataalamu huwa tunakaa na kuichambua na kuangalia maeneo yapi hasa ambayo sisi kama wakaguzi wa ndani tutachukua kuweza kuhakikisha yanaboreshwa. Kwa hiyo tumeona kuna changamoto upande wa local government, na tulipojaribu kufanya analysis yetu tumegundua kwamba hawa wenzetu ni wachache sana wanaohudhuria mafunzo kama haya, ambayo kwa kiasi kikubwa inaathiri utendaji kazi wao. Kwa inawezekana labda ni swala la kifedha au ni swala la kutokujua, lakini sisi kama wataalamu tunaona kwamba ni eneo ambalo tunatakiwa tuweke efforts zaidi ili kuweza kuwasaidia wale wakaguzi wa ndani waliopo local government, ili waweze kufanya kazi zao kwa na kuboresha. Kwa changamoto kubwa iliyopo ni kuongezeka kwa mianya mbalimbali, ubadhirifu, pia kuwa na hoja nyingi ambazo kama endapo wangeweza kupata mafunzo ya jinsi gani ya kufanya vizuri kazi. Lakini pia tunao internal auditors conference ambayo tutaianza siku ya Jumatano, ambayo italeta wakaguzi wote wa ndani wa public sector
hapa Mwanza kujifunza na kufundwa jinsi gani ya kuendeleza utawala bora, lakini kufanya pia kazi zetu za ukaguzi katika new standard ambazo zimetoka mwaka huu wa 2025. Lakini pia tumeleta wabobezi, wakufunzi wabobezi katika taaluma za risk management, control pamoja na governance ambao watatufunda pia wakaguzi wa ndani katika mkutano huu. Tutakuwa tumepata mafunzo makubwa, lakini pia kujua changes gani ambazo zimetokea kutoka kwenye IPPF kuja kwenye Global Internal Audit Standards ambazo zimekuwa adopted mwaka huu 2025. Lakini pia tutajifunza masuala mazima ya artificial intelligence, teknolojia pamoja na njia bora za ukaguzi ambazo zitakuwa zimeainishwa kwenye standard hii. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.